Na mtazamaji, naye Rais William Ruto ameongoza taifa kutuma risala za rambirambi kwa familia za wanafunzi waliopoteza maisha yao kwenye mkasa wa moto katika shule ya upili ya Utumishi Academy huko Gilgil. Na mtazamaji, nafikiri ya kwanza alikuwa ni rais akisema kwamba kwa moyo mzito kabisa na maombi anapeleka kwa familia ya waliopoteza wapendwa wao katika mkasa wa moto huo katika shule ya utumishi ya Girls Academy kule Gilgil. Anasema hakuna maneno ambayo anaweza kuondoa uchungu na huzuni ambao umeweza kuwafika ama ameweza kusitisha ndoto, matumaini ya hawa watoto. Anasema kama taifa wanaomboleza pamoja na familia, jamaa, ndugu, walimu na wanafunzi wenyewe katika kipindi hiki cha mkasa wa kushtukiza. Na tukiendelea mbele hapa pia vile vile mkewe Daktari William Samoei Ruto, Mama Rachel Ruto, asema kwa huzuni kabisa pia vile vile apeleka risala za rambirambi kuhusiana na mkasa wa kuchomeka kwa bweni katika shule ya Utumishi Girls Academy. Anasema rambirambi zinapelekwa kwa familia, marafiki, walimu na shule yote kwa ujumla pamoja na jamii katika kipindi hiki cha huzuni. Anasema kwamba naomba Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji, awape nguvu na awape imani ya nafsi katika kipindi hiki, huku akiwatakia afueni ya haraka wale ambao wameweza kupata majeraha madogo madogo. Anasema kwamba kwa wale wote wanafunzi ambao wako pale mbele na ambao ndoto zao zimeteteleka kiasi, anasema kwamba vile vile pia kwao ni pigo kwa taifa letu la Kenya. Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na yeye pia vile vile ameweza kupeleka risala za rambirambi. Amesema kwa uchungu zaidi kwa mkasa huu wa moto uliweza kufanyika ambao umeweza kuacha makovu kwa wasichana hawa walioaga dunia na wale ambao wameweza kupata majeraha. Anasema anapeleka pole zake kwa wazazi pia vile vile na familia ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao katika kipindi hiki, na pia vile vile akisema akitaka wapokee pole zake na maombi yake kipindi hiki kigumu, na wale ambao wameweza kupata majeraha anawaombea afueni ya haraka. Na pia vile vile anasema kwa katika wale wanafunzi wengine waliobaki ambao wameathirika kisaikolojia anawaambia poleni sana. Na tukiendelea mbele, naye Musalia Mudavadi ambaye anaongoza baraza la mawaziri anasema kwamba kwa uchungu pia vile vile kutoka moyoni anapeleka risala za rambirambi kwa familia, marafiki, wafanyikazi wote wa shule ile ya Utumishi Girls Academy kupitia mkasa huu wa moto ulioweza kufanyika ambao umeweza kuwapoteza maisha ya watu 16 na wengine kupata majeraha. Anasema kwamba ni pigo kwa taifa, na yeye fikra zake na maombi yote anapeleka kwa wale ambao wameweza kuathirika kwa njia moja ama nyingine, na akiwatakia afueni wale ambao wanapata matibabu sasa hivi hospitalini ambao ni wale wanafunzi 7. Na aliyekuwa wakati mmoja makamu wa rais Kalonzo Musyoka anasema pia vile vile kwa moyo wenye imani na uzito anapeleka risala za rambirambi pia vile vile kwa Wakenya wote. Anaungana na Wakenya ambao wanaomboleza kifo cha ama vifo vya wale wanafunzi 16 ambao wameweza kupoteza maisha yao kupitia mkasa huu wa moto katika shule ya Utumishi Girls Academy. Anasema kwamba ni dada zetu, ni ndugu zetu, ni rafiki zetu. Anasema kwamba ni ndoto adimu ambazo zimeweza kupotea, na pia vile vile ni maisha ambayo ameweza kuporwa wazazi wale. Anasema kwa familia leo hii zimedua, zimeshika tama, lakini ako nao pamoja na anaomboleza nao pamoja. Anasema kwa familia ambazo zimeweza kuathirika, zimeweza kuondokewa, hakuna maneno ambayo anaweza kuondolea yanaweza kuwafariji kipindi hichi kigumu. Anasema anasimama nao na anawaweka moyoni na kwenye maombi. Na pia vile vile ujue kwamba naibu wa rais pia naye Profesa Kithure Kindiki alikadhalika pia alikuwa ameweza kupeleka risala za rambirambi kwa familia hile na wanafunzi wale ambao wameweza kupoteza maisha, na pia vile vile akisema kwamba anawaweka kwenye dua na akiwatakia afueni wale wote ambao wameweza kupoteza maisha yao kipindi hiki cha mkasa wa moto katika bweni moja katika shule ya Utumishi Girls Academy maeneo ya Gilgil.